Mapya yazidi kuibuka na mambo yanazidi kuwa mengi kweli kweli kuhusiana na kifo cha muigizaji almaarufu kwa jina la Karina, ambaye amekuwa akiugua kwa muda wa miaka 8 sasa. Na siku ya jana, kwa maana usiku wa jana, taarifa zilianza kutapakaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na kifo chake ambacho kimetokea kule nchini India, ambako alienda kupatiwa matibabu. Sasa mambo yanazidi kuwa mengi huko, kila mmoja akizungumzia lake, na mastaa mbalimbali wanaendelea bado kuonyesha ile hali ya kusikitishwa, jambo ambalo ndilo limezidi kuzua taharuki kweli kweli, kwa sababu Karina bana ameugua kwa muda mrefu sana. Na kama ni mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii, basi utapata kugundua, hata ukiona picha yake hapa, ni mdada ambaye mara nyingi sana alikuwa akipambania afya yake, na alikuwa hata katika hali ya maumivu kiasi gani bado alikuwa anatamani kuongea na Watanzania kuhusiana na kumsaidia ili aweze kuwa sawa, afya yake iweze kurudi. Kuna muda unamwona kabisa yuko hospitali hoi, lakini anazungumza kuhitaji watu wamuombee pamoja na kumpatia msaada. Sasa usiku wa jana Global TV iliweza kushare posti, na Global ni watu ambao walikuwa naye bega kwa bega katika kuhakikisha kwamba anapata matibabu. Na hata kule India alipokwenda mtangazaji Melda wa Global aliweza kwenda bana. Lakini pia hata kitu ambacho kinashangaza mpaka nakwambia kwamba mapya yanazidi kuibuka huku uchawi ukihusishwa, ni kwamba ni kama siku 2 tu zilizopita, Karina mara baada ya kufanyiwa operation yake ambayo alifanyia kule nchini India, aliweza kuzungumza na kusema kwamba kwa sasa anaendelea vizuri. Na ni kweli kabisa, ukimtazama unamwona kabisa ni mtu ambaye anaendelea vizuri. Maskini, kumbe ilikuwa tarehe 22 arejee Tanzania akiwa mzima kabisa, lakini umauti umemkuta siku chache tu kabla ya kurejea Tanzania. Kwa ni vitu ambavyo vinazungumzwa vingi sana, lakini ngoje nikwambie kile ambacho so far kilichotangazwa kutoka Global, lakini na wale mastaa ambao wameweza kuonyesha ile hali ya pole ama wameonyesha ile hali ya kusikitishwa kweli kweli na kifo cha msanii mwenzao. Kama hapa Global ilisema, habari zilizotufikia hivi punde zinaeleza kuwa mwanadada Carolina Hawal maarufu Karina, aliyekuwa akitibiwa nchini India, amefariki dunia. Taarifa za awali zinaeleza kuwa alitarajiwa kurejea Tanzania baada ya kufanyia upasuaji mkubwa kutibu tatizo la tumbo lililokuwa likimsumbua kwa muda mrefu. Lakini pia familia yake imeeleza, hata mama yake pia ameeleza namna ambavyo alivyosikitishwa na msiba mwanae. Anakuambia, nilizungumza naye na akaniahidi kwamba, akaniambia, mama, mimi siwezi kufa kabla yako, yani ni kwamba mimi siwezi kutangulia, mimi lazima nikujengee nyumba na arudi mama yangu. Akamwahidi mama yake kwamba anarudi aweze kumjengea nyumba, lakini ndio mauti ukamkuta akiwa bado hajazitimiza ahadi za mama yake. Lakini kuna mastaa mbalimbali ambao wameonyesha kusikitishwa na kifo cha Karina, na hao mastaa ndio ambao wamezua mjadala mzito. Kwa mfano, Steve Nyerere ambaye ni msemaji wa wasanii wote, of course, ama kiongozi wa kiwanda hiki cha tasnia ya filamu, niseme hivyo, mara baada ya yeye kuonyesha ile hali ya kusikitishwa, watu wengi sana waliweza kumjia juu, akamwambia, mbona kipindi cha uhai wake hamkuwahi kuonyesha ile hali ya kuumizwa, hamkuwahi kuonyesha ile hali ya kusikitishwa, hamkuwahi kuonyesha ile hali ya kufanya kuonekana kwamba ni watu ambao mpo bega kwa bega na yeye. Lakini alivyofariki ndo mnaanza kumposti na kadhalika. Kama huyu aliandika, ninyi wasanii ninyi wasanii wanafiki sana, kipindi anaumwa hamjamposti hivi, na pengine hamjachangia ama hamkumchangia pesa yoyote, ila kwa kipindi hiki ambacho hayupo tutaona msaada mamilioni zaidi ya yale aliyoenda India kipindi hiki ambacho amekufa. Mwingine alicomment hapa akasema, kilichoniuma zaidi, sikuwahi kujua kama ndio yule wa kwenye video ya Oyoyo ya Bob Junior, imeniuma sana. Lakini mwingine amesema, wasanii wa Bongo acheni unafiki, nyinyi ni wanafiki sana tu, pindi anaumwa anaomba msaada hamkumposti, hata kumchangia amekufa ndio mnajifanya kumposti. Na Steve Nyerere wapo wengi pia ambao wameonyesha kuguswa. Mfano, JB alishawahi kuigiza naye. JB akaposti picha zake alizokuwa na marehemu Karina, then akaandika, mwaka 2017 mpaka 2018 ulishiriki kwenye tamthilia yangu ya kwanza, Kiu ya Kisasi. Ulikuwepo nasi kwenye nyakati zote za furaha na misuko ya kazi. Tutamisi sana ucheshi na utani wako. Bado tunamshukuru sana Mungu kwa kuweza kupata nafasi ya kushiriki na wewe kwenye kazi hii. Pumzika Hawa, Mungu ailaze mahala pema peponi roho yako. Lakini Wema Sepetu naye pia amesikitishwa,
ameweka tu picha ya mshumaa, then akaandika pumzika kwa amani Karina. Ameandika pumzika kwa amani Karina, bila kumsahau Olpa naye ameweka ile ua jeusi, akaandika RIP hawa wangu, pole sana mama Karina, pole mno, poleni ndugu jamaa na marafiki. Kwa hiyo hawa ni baadhi ya watu tu ambao wameweza kushare, lakini pia kuna rafiki yake vile vile anaitwa anatumia jina la Isha Madonna, naye pia ni mtu ambaye alikuwa karibu yake ama karibu sana na Karina, na amempambania kweli kweli, hata alivyokuwa anaumwa mara mpeleke keki, mara mpeleke maua, mara nini, unajua ule urafiki yani hakumwacha hata kipindi anaumwa. Yeye ameandika rafiki yangu umeniachaje, lakini mwanzio hivi hawa wangu umejua kuniweza, leo hii ndoto ninayo yote ibaki kuwa ndoto isiwe kweli ya Rabi, na umia mimi Jerisi, umeshindwa kuvumilia rafiki yangu, ndio sitakuona tena, mbona uliniahidi vitu hatujavitimiza. Lakini kwa nini akaeka emoji za kulia sana? Sasa bana, watu wanasema kwamba kwa kuwa siku za hivi karibuni aliweza kupona na akazungumza kwenye mitandao ya kijamii, kuna interview yake ambayo ilipostiwa akiwa anaongea na dokta kuwaonyesha wa Tanzania ama watu wote hali yake inaendelea vizuri kule nchini India. Na ndipo sasa watu wakaanza kusema ninyi mmefanya makosa kuonyesha ile hali ya kwamba eti amepona, wabaya wake ndio wamezidi kumuumiza. Yani wabaya wake, mahaters unajua hawapendi maendeleo ya mtu, kwa sababu hata kuumwa kwake hawa kwa miaka yote hiyo, maumivu ya tumbo na kadhalika, operation karibia 20 na ngapi amefanyiwa, watu wakao wanasema hapana, huu sio ugonjwa wa kawaida. Tunashuhudiaga magonjwa mengi, watu wengi sana wanakufa kwa magonjwa, lakini Karina hapana, ameteseka. Huenda kuna mkono wa mtu hapa, kwa watu wanahisi kwamba uchawi, ushirikina umehusika. Na kuna clip fulani hivi pia kuna nimesikia wakisema kwamba mashangazi walikuwa wampendi Karina, kwa hiyo pengine ndo ambao wamesababisha Karina aweze kuondoka mara baada ya kumuona tu anapata nafuu na kuongea vizuri kabisa kwamba anaendelea vizuri na karibia kurejea Tanzania. Wako ngoja tumalize tu kabla ya kuja Tanzania ya nini yote. Kwa hiyo watu wanasema hivyo. Kwanza kabisa wanawasema kwa wasanii au kutokuwa na umoja ule ushirikiano, kwamba hata kipindi anaumwa watu wengi sana hawakuweza kumposti, watu wengi sana wakuonyesha ile hali ya kuomba msaada pamoja na yeye, walinyamaza kimya, ila kipindi hiki amefariki ndo watu wanaanza kusema pole na kadhalika. Kwa hiyo kuna mmoja amecomment akasema alikosea sana kujianika hadharani kama anaendelea vizuri. Huwezi kujua maadui zako kina nani, wakiona uko vizuri wanaenda kukandamiza tena. Pole sana, umepitia mateso makubwa, kama ni mkono wa mtu, sote njia yetu ni moja. Lakini msiba wa Karina uko Magomeni, kitu kama iko of course nyumbani kwa mama Karina ndio huko, lakini Karina anatarajiwa kusafirishwa ama kuingia Tanzania tarehe 18. Yes, ndo mwili wake unatarajiwa kuwasili hapa Tanzania. Kwa hiyo watu wengi sana, wasanii mbalimbali maarufu na wasio maarufu, watu kadha wa kadha wamekusanyika pale kwa ajili ya kuomboleza msiba wa Karina. Kwa hiyo hata wewe pia kwa namna moja ama nyingine, basi unaweza ukasogea tu maeneo hayo ili kuweza kutoa pole, kujumuika na familia kule Magomeni jijini Dar es Salaam, ndiko msiba uliko alikokuwa akiishi mama Karina. Kwa hiyo ndio hivyo jamani, Karina hatunaye tena. Ni kweli kuna baadhi ya watu walikuwa bega kwa bega na yeye kuonyesha ile hali ya kuumwa pamoja naye ama ile hali ya kuteseka pamoja naye, lakini kuna watu wengine waliweza kunyamaza. Leo hii amepumzika. Wote safari yetu ni moja, kwa hiyo tumtakie heri katika safari yake ama pumziko lile lililo jema. Basi Mwenyezi Mungu aipokee roho yake na ailaze mahali pema peponi. Amina. Hii ni Marajo Media, endelea kubaki hapa kwa taarifa nyingi zaidi.